ambaye ameelezea kwa undani zaidi juu ya mafanikio ambayo wanaamini watayaona baadaye kutokana na muendelezo wa elimu hiyo mikoani. Ahmed Ali, kubwa ambalo tunataka kuzungumza ni muendelezo wa elimu ambao mnaendelea kutoa juu ya uuzwaji au mashabiki kupata jezi original. Mpaka sasa hivi mafanikio yako vipi muendelezo huo? Ya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mafanikio ni makubwa sana. Tumefikia watu wengi zaidi kutoka mikoa mbalimbali, tumezungumza nao na kuwapa elimu tunayokusudia kuwapa, na matukio ni mkubwa kwanza kule ambapo tunapita, lakini vile vile wale ambao tunazungumza nao wameonekana kuwa na mwitikio na uelewa wa hali ya juu, na kila mmoja akijahidi kwenye nafsi yake kwamba nitaachana kabisa na kununua jezi. Kwa hiyo kwa tathmini tu ya haraka ni kwamba tumefanikiwa pakubwa sana. Na labda katika pita huko mmekuta zile hata feki ambazo zinapatikana au mmeona labda kuna dalili zozote? Ya, feki zipo nyingi, zipo ambazo zinauzwa tunaziona na zipo ambazo watu wamevaa. Kwa hiyo mzigo upo kutosha, ndio maana tunaamua kutoa elimu ili walau watu waanze wao kwa wao kuzikataa kununua jezi. Na licha ya hiyo elimu ambayo mnaitoa, ni jitihada zipi nyingine ambazo mnachukua kuhakikisha kwamba sasa kwa hilo swala linatoweka, sawa sio kupungua, linatoweka kabisa? Tunachokifanya, kwanza tunawakamata wahusika. Alafu hatua ya pili ni kutoa hii elimu. Kwa hiyo njia zote mbili tunazitumia kuhakikisha kwamba tunadhibiti kabisa mianya ya uwepo wa biashara hii. Kwa upande mwingine, Ahmed ameeleza wazi juu ya kukamilika kwa uundwaji wa benchi la ufundi, huku akisubiri tu utekelezwaji wa kile wanachokitarajia. Na kubwa lingine ambalo tunataka tuangazie ni juu ya kocha, meneja mkuu Pantev. Kwa tathmini mpaka sasa hivi mechi za kirafiki zikiwa imechezwa, mkiangalia kwa upande wenu, mna nini la kuambia mashabiki au watarajie kuona kuna kocha? Hatuwezi kutoa tathmini kwa mechi za kirafiki. Ndio mechi za mashindano. Okay. Na mmemkabidhi nafasi ya umeneja, watu watarajie kwamba watamuona kocha mkuu akija au yeye ndo atahesabika kama kocha mkuu ndani ya kikosi? Kila kitu ni yeye, meneja mkuu ni yeye, msimamizi mkuu wa benchi la ufundi ni yeye, kwa hiyo kila kitu ni yeye. Tumeshamaliza hapo kwenye kutengeneza benchi letu la ufundi. Kilichobaki ni utekelezaji tu wa majukumu yake. Mimi ni kutakia kila laheri Ahmed katika kila kitu ambacho mnaendelea kwa ajili ya maendeleo ya klabu. Asante sana. Shukrani. Kikosi cha klabu ya Singida Black Stars kimeendelea na maandalizi kwa ajili ya mchezo ujao wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Flambeau de Central utakaopigwa Oktoba 19 nchini Burundi. Tumezungumza na afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza ambaye ameweka wazi juu ya ratiba nzima walionayo ya maandalizi dhidi ya wapinzani wao. Afisa habari tunasema msemaji wa Singida Black Stars Hussein Masanza, kubwa ambacho tunaangazia ni maandalizi kuelekea mchezo wenu wa mkondo wa pili kombe la shirikisho barani Afrika. Maandalizi kuelekea kunako mchezo huo kwa kikosi cha Singida Black Stars, kama msemaji yako vipi? Tunatarajia kuwa na mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo wa mkondo wa pili ambao tutacheza na klabu ya Flambeau du Central kule nchini Burundi, na tutakuwa wageni kwenye mchezo huo. Hivi ninapozungumza bado maandalizi yanaendelea, bado hatujamaliza maandalizi. Kocha Miguel Gamondi pamoja na kikosi kizima cha Singida Black Stars, ukiachana na wachezaji ambao wako kwenye majukumu ya timu ya taifa, wapo kwenye uwanja wa mazoezi wakiendelea na kazi kubwa ya kuiandaa timu. Lakini ninapozungumza pia hapa tunatarajia kusafiri wiki hii. Tunadhani Jumatano hivi inshallah rahmajaliwa kikosi kitasafiri kutoka Singida kuelekea jijini Dar es Salaam. Hiyo itakuwa ni tarehe 15 ambako tutafika Dar es Salaam na kupumzika kidogo, kisha tarehe 16 tutafanya mazoezi pale jijini Dar es Salaam kidogo kwa ajili ya kuendelea kuboresha kikosi kwa mujibu wa programu ya mwalimu ilivyo. Then tarehe 17 timu itasafiri kutoka jijini Dar es Salaam kuelekea nchini Burundi ambako itaenda sasa kwa ajili ya mchezo huo muhimu kwetu. Kwa hiyo naweza kusema sasa hivi maandalizi yanaendelea, lakini habari njema kwa mashabiki wa Singida Black Stars ni kwamba maandalizi yetu yanaenda vizuri sana. Tumecheza mechi ya kirafiki juzi hapa, tumeshinda goli 7.
japo ilikuwa mechi ya mashindano, lakini kwa kupata ushindi wa goli 7 inakupa tafsiri kwamba wachezaji wanaelewa kile ambacho Gamondi anakitaka. Kwa hiyo kuna maboresho makubwa yamefanyika ndani ya kikosi ukiachana mechi zilizopita, na sasa hivi tofauti ni kubwa sana. Watarajie kuona burudani zaidi ya ile ambayo wameiona tangu msimu huu umeanza. Na kwa mlichokifanya katika mchezo wa mkondo wa kwanza, mnawaambia nini wana Singida Black Stars? Matumaini yako vipi? Kwanza tunawashukuru kwa kazi kubwa ambayo wameifanya kwa upande wao kama mashabiki. Tumeona support yao kubwa sana. Kila tunapocheza wamekuwa wakijitokeza kutusupport na kuwashangilia wapambanaji wetu. Kwa hilo tunawashukuru sana. Tumeona wengine walisafiri nao kwenda Rwanda, walijitokeza kutoka maeneo mbalimbali nchini ikiwemo nyumbani Singida, na tunaona kabisa sasa hivi mipango inavyoendelea, wamejipanga kuhakikisha wanakuja pia Burundi. Haya ni mapenzi ambayo yana kile ambacho sisi kama timu tunakipambania kila siku. Tunatengeneza timu ya ushindani ili kuweza kuwapa furaha watu wanaotusupport. Na hakika mashabiki wa Singida Black Stars sasa hivi ni miongoni mwa mashabiki, sio miongoni, naweza ngasema ndo mashabiki wanaoongoza kwa kuwa na furaha, kwa sababu timu yao imecheza mechi takriban 9, imeshinda mechi 8. Kama takwimu zangu ziko sawa sawa. Maana sikumbuki kama tumeshapoteza mchezo hata mmoja. Sio sikumbuki. Hakuna mchezo hata mmoja ambao tumepoteza mpaka sasa tangu msimu huu umeanza. Hiyo sio jambo dogo. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, na mashabiki waendelee kuisupport timu yao kwa sababu kila tunachokifanya tunakifanya kwa ajili yao. Kubwa unalipi sasa kuwaambia kuhusiana na ratiba nzima? Tumeona ratiba nzima ya safari, mashabiki kwenda kuisupport timu yao. Mipango yenu, mipangilio mpaka sasa hivi imefikia wapi? Tumeona wengi wamejitokeza kutaka kusafiri na timu kwenda Burundi kama ambavyo ilijitokeza kwenda Rwanda. Na sisi kama uongozi wa club tunafuatilia kwa karibu mipango na mikakati ambayo wako nayo, na tumeshawakabidhi mratibu wetu upande wa mashabiki, kijana mdogo lakini ana uwezo mkubwa sana wa kuhamasisha mashabiki na kuwapanga vizuri, kuwaratibia vizuri mambo yao. Kila kitu kinaenda sawa. Kwa ripoti ambayo nimeipata mpaka jana usiku kwenye idara, kila kitu kinaenda sawa. Watu wamehamasika sana, wamejitokeza kwa wingi na wako tayari kusafiri na timu. Kwa mipango hapa ni kuondokea Singida. Mashabiki wetu pamoja na wadau mbalimbali ambao watakuja kuisupport timu wataondokea Singida tarehe 16. Kesho kutwa hiyo Jumanne wataanza safari. Itakuwa Alhamis kama sikosei. Itakuwa Alhamis. Watasafiri kutoka Singida kupitia Tabora, Kigoma wataingia Burundi. Kwa hiyo ni safari ambayo inaendelea kuratibiwa vizuri, lakini pia kwa ushirikiano mkubwa na wadhamini wetu ambao wanakuwa natuunga mkono kwenye masuala mbalimbali, wakiwemo NBC, benki ya NBC, benki bora ya biashara Tanzania, lakini tunao PMBet nao pia wanafanya kazi kubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba mambo yetu yanaenda vizuri sawa sawa. Airtel Tanzania halikadhalika, G-Boost na wengine wote ambao tunafanya nao kazi. Kwa hiyo msimu wa neema huu, msimu wa neema sana kwa Singida Black Stars, na tunaona kila kitu kinaenda upande wetu. Tunaomba Mwenyezi Mungu uwe ni msimu wa kumbukumbu kwa kila mwana Singida. Mimi nikushukuru sana Hussein Masanza, na niwatakie kila la heri katika muendelezo wa maandalizi kuelekea mchezo huo. Shukrani sana. Nikija Dar es Salaam hapo tutakuja studio kuzungumza kinaga ubaga kuhusiana na safari yetu ya Burundi. Karibu sana. Na haya ni machache kati ya mengi tuliyokuletea kwenye Top Stories kwa siku ya leo. Kwa updates mbalimbali za kimichezo, endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii. Langu jina ni Fatuma Rashidi. Hadi wakati mwingine, endelea kufurahia burudani za kimichezo.